adui namba moja ni mwili alionao. Tutazungumza siku nyingine, Mungu akitupa neema. Lakini adui namba mbili wa maisha ya mwanadamu ni dunia, mahali anamoishi, kwenye nzengo yake, kwenye nchi yake, kwenye mtaa wake. Huko kuna uadui, ni adui huyo. Maana duniani viko vitu ambavyo anaviona kwa macho, viko vitu anavisikia. Sasa hivi vitu vyote vinaweza vikamfanya huyu mtu akamkosa Mungu. Lakini adui wa tatu ni shetani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa shetani huwa anakuja baadaye sana. Mwili wako umeushinda, dunia umeishinda, ndipo anakuja shetani sasa. Kwa madui hao ndio ambao mwanadamu anahangaika nao. Kwa kila siku mtu anahangaika na dunia, anahangaika na mwili, anahangaika na shetani. Hivyo vitu vitatu. Unapozungumzia shetani, maana yake tunazungumzia mapepo, tunazungumzia wachawi, tunazungumzia majini na zile falme zote za ulimwengu wa giza. Huko ndiko shetani aliko. Unapozungumzia dunia, manake vile vitu ambavyo mtu anaviona na kuvisikia, anavyokutana navyo kila siku. Lakini unapozungumzia mwili, manake huyu mtu kuna vitu ambavyo mwili wake unataka. Bwana Yesu asifiwe. Vile ambavyo mwili unataka lakini Mungu hataki, viko vingi sana. Kwa dunia ni adui namba mbili wa maisha ya mwanadamu. Watu wengi leo wamemwacha Yesu kwa sababu ya dunia. Wengi sana wamemwacha Yesu kwa sababu ya dunia. Kwa utaona watu leo wanaona hakuna haja ya kuingia kanisani, maana nitakapoingia kanisani yako mambo sitayafanya. Bwana Yesu asifiwe. Maana nitakapoingia kanisani yako mambo nitabanwa. Kwa wanaacha ibada, wanaacha wokovu, wanaacha kumtafuta Mungu, wanaacha kumtumikia Bwana wa majeshi. Sababu ni moja, dunia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa dunia imefika mahali imeliua kanisa, dunia imeliharibu kanisa, dunia imelizofisha kanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa utaona dunia imebadilisha maisha ya watu. Walikuwa ni watumishi wa Mungu vizuri sana, lakini sio watumishi wa Mungu tena kwa sababu ya dunia. Bwana Yesu asifiwe. Pengine walikuwa ni waimbaji wazuri, lakini hawamwimbii Mungu kwa sababu ya dunia. Walitakiwa kuwa ni wana maombi wazuri, hawaombi tena kwa sababu ya dunia. Kwa walikuwa ni watumishi wazuri sana, ila dunia imewakamata, hawafanyi tena kicho cha Kristo. Kwa dunia imeua wengi leo kiroho na kimwili pia. Kiroho watu wamekufa kwa sababu ya dunia. Bwana Yesu asifiwe. Wako hai kwa jinsi ya macho ya nyama. Ukiwaangalia kwa macho ya kawaida, wamevaa, wamependeza, kama ni mwanamke ametokelezea. Bwana Yesu asifiwe. Kama alivyopendeza mama mchungaji leo, umemwona? Bwana Yesu asifiwe. Yaani mpaka nikashangaa asubuhi, nikasema ni yeye au? Mungu akubariki sana mama. Wewe hilo gauni hilo sio umeitolea wapi? Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi akasema hebu nifunge nywele, nikamfunga nywele haraka. Nimemfunga mimi zile nywele. Bwana Yesu asifiwe. Kamkaza kabisa. Kajiangalia kwenye kioo, nikasema twende sasa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nje anaweza akawa anapendeza, lakini kiroho mtu amekufa. Kilichomuua ni dunia. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wengine tumewazika kabisa kimwili. Kuna makaburi tunayaona yamesakafiwa, makaburi yao yana marumaru, yana mashada kwa juu. Dunia ndio iliyowaua. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza,
Watu wengi leo wamemezwa na makaburi kwa sababu ya dunia. Haleluya. Kitabu cha Warumi sura ya 12 mstari wa 2. Soma kama umefika. Warumi sura ya 12 mstari ule wa 2. Nitasoma kama ilivyoandikwa. Biblia inasema hivi: wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuza ya dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Maana yake dunia ina namna ya kwake. Iko namna ya dunia ambayo mtu yoyote kama ataifuatisha, mtu yoyote kama ataenda nayo, huyu mtu hawezi akamwona Mungu. Kwa anasema msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanywa upya nia zenu. Bwana Yesu asifiwe. Nia huwa iko ndani, nia haiko nje. Manake nia ni mawazo ya mtu, nia ni maamuzi ya mtu. Unawaza nini? Unaamua kitu gani? Hiyo ndiyo nia ya kwako. Sasa Paulo anasema bali mgeuzwe, mfanywe upya nia zenu. Manake nia zilikuwa ziko duniani. Mnapogeuzwa na kufanywa upya nia zenu, manake mnaanza kumpendeza Mungu. Anasema ya kwamba mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa anasema wala msifuatishe namna ya dunia hii. Kwa Paulo anasihi watu wasifuatishe namna ya dunia hii. Hii yote ni kwa sababu mtu yeyote ambaye ni rafiki wa dunia, huyo huwa ni adui wa Mungu. Aliye rafiki wa dunia, huyo huwa ni adui wa Mungu. Utasoma kwa muda wako Yakobo sura ya 4 mstari wa 4. Anazungumza pale. Kwa mtu akiwa ni rafiki wa dunia, huyo mtu mwisho wa siku anakuwa ni adui wa Mungu. Kwa utaona sasa, kwa hii Paulo anasihi kwa sababu dunia imeharibika. Dunia inaua watu, dunia inatesa wengi, dunia imebadilisha maisha ya watu. Maisha ya watu yanaweza akawa ndivyo sivyo. Maisha ya watu yanaweza akabadilika, yakaanza kama mazuri, lakini mwisho wa siku yakampoteza huyo mtu. Ni dunia inaharibu yote hayo. Kwa Paulo anasema msifuatishe namna ya dunia hii. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu apewe sifa. Wapendwa, sikiliza nikwambie, duniani yako mambo ambayo ni mazuri sana ukiangalia kwa macho, yanavutia. Yako mambo ambayo ukiyasikia unasema natamani na mimi niyapate. Bwana Yesu asifiwe. Lakini hayo mambo mwisho wa siku yanapeleka watu kwenye kaburi. Siku moja nilikuwa nawaambia watu kwamba shetani huwa ana kanuni moja. Yesu alipokuwa ametoka kwenye maombi ya siku 40, shetani akamtokea Yesu nyikani, akamwambia ukinisujudia nitakupa haya yote. Bwana Yesu asifiwe. Endapo utapiga magoti kwangu, haya yote nitakupa. Na huo uwezo shetani anao, anakupa kweli kama utamsujudia. Bwana Yesu asifiwe. Shetani ukimsujudia anaweza akakupa gari, anaweza akakupa nyumba, anaweza akakupa mamilioni ya fedha, anakupa. Lakini yeye anachokitafuta kwako, anatafuta roho yako tu, aiangamishe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndicho anachokitaka. Sasa watu wengi hawaelewi kanuni, na ndio maana Yesu akasema hapana, imeandikwa umsujudie Bwana Mungu wako peke yake. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa shetani anaweza akakupa, anaweza akakupa gari leo. Shetani ana uhakika baada ya miaka 2
gari hiyo inakuwa. Na Yesu asifiwe. Anaweza akakupa utajiri mkubwa sana, ana uhakika hautadumu miaka 5, unaondoka. Shetani ana kanuni ya aina hiyo. Lakini wanadamu kwa sababu wanaitaka dunia, wanakwenda wanasujudu, wanakwenda wanaabudu, wanakwenda wanafanya, wanawekeza maisha yao rehani kwa adui, lakini yeye mwisho wa siku anakuvuna, anaondoka na roho yako, mwisho wa siku unaenda kwenye mateso ya milele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa iko namna ya dunia ambayo imefika mahali imefanya watu wamwache Mungu. Na hiyo namna ya dunia imefika hatua leo imeingia mpaka kwenye makanisa. Makanisani iko namna ya dunia, imesababisha Roho Mtakatifu aondoke ndani ya kanisa, imesababisha watu hofu ya Mungu isiweko tena, imesababisha watu wasimwabudu Mungu katika roho na kweli, imesababisha watu waabudu kwa mazoea, imefanya watu wafanye kazi ya Mungu kwa uzoefu walionao. Anasema mimi ninajua, mimi ni mzoefu sana, unajua, lakini huyu mtu hana Mungu ndani. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna kitu hatari kwenye maisha ya mtu kama kufanya kazi ya Mungu kwa mazoea. Unaifanya kwa akili zako, kwa utashi ulionao, kwa uzoefu ulionao. Kazi ya Mungu yoyote na mtu wa Mungu yoyote anaifanya kazi ya Mungu, inachotakiwa kwanza kwa huyo mtu, Mungu awe ndani yake. Bwana Yesu asifiwe. Mungu awe ndani yake. Hiyo kazi iwe ni ndogo, iwe kazi iwe ni kubwa, lakini Mungu aweko ndani, maana yeye ndiyo mwenye hiyo kazi. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza. Kuna watu ambao ni waimbaji wa nyimbo za Injili. Wengine waimbaji wakubwa, watu wengine waimbaji wadogo. Waimbaji wa nyimbo za Injili, wengi wao wamechakachuliwa. Shetani amewachakachua. Kuimba wanaimba vizuri sana. Ukisikiliza nyimbo zao utasema hawa watu wana Mungu ndani yao. Wana mashairi wametunga ya kuvutia. Kuna midundo ya mziki inavutia, inachezeka, shairi wanazocheza za kupendeza, lakini hawa watu utakuja kuona dunia imewakamata. Mungu hawana, ila uimbaji wanaujua vizuri sana. Nyimbo zao zina watu wengi mashabiki kwenye mitandao ya kijamii, wana watu wengi sana wafuatilia, wanapata mialiko mikubwa, lakini hawa watu ukifuatilia, dunia imewameza. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana anasema kwamba dunia imefika mahali imepenyeza, imeingia ndani ya kanisa. Shetani akawaletea watu, wanadhani ya kwamba ni kawaida, lakini kumbe Mungu hayuko katikati yao. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Kwa dunia imepelekea Roho Mtakatifu kuondoka ndani ya watu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani ule moto wa Mungu ndani hauko tena. Ile shauku ya Mungu ndani haiko tena. Watu wamekuwa ni wakame. Watu wamekuwa ni wazito. Watu hawana hofu ya Mungu tena. Moto wa madhabahu ya Mungu aliye hai umezimika ndani ya kanisa. Lile changamko la Roho Mtakatifu haliko ndani ya watu, kwa sababu dunia imewakamata wengi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa watu imefika hatua wamepoa kiroho. Mtu ambaye ameokoka na ana safari ya kwenda mbinguni, maisha yake yanaanzia baada ya mlango wa kanisa. Huo ndio wokovu wake. Tukitoka kanisani, tukiachana wote, kila mtu akaenda nyumbani kwake, kwenye kazi yake, kwenye biashara yake, huko ndiko tunapima kama ameokoka au la. Sio hapa kanisani. Kwa watu wengi leo hii wako ndani ya kanisa, lakini watu hawana Mungu, kwa sababu dunia imewameza hao watu. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa dunia imefanya watu walioko ndani ya kanisa watumie uzoefu walionao,
uzoefu alio nao. Mtu ni mzoefu wa kuhubiri, anajua kufundisha, akitoa na unabii kwamba unapokea gari kweli. Bwana Yesu asifiwe. Lakini huyu mtu hana Mungu. Anajua kuimba lakini hana Mungu. Anafanya kazi ya Mungu, hana Mungu. Mwingine anatumia elimu aliyo nayo, ameenda chuoni, amefundishwa. Maana viko vio vinafundisha leo, mpaka wainjilisti wanafundishwa namna ya kuhubiri Injili, wanafundishwa wachungaji, wanafundishwa maaskofu, wanafundishwa waimbaji namna ya kuimba kwenye praise team wa kusifu na kuabudu, wanafundishwa. Wanakuja walimu wa kwaya, wanaweza wakafundisha kwaya namna ya kucheza shairi, namna ya kutunga mashairi, watu wakajifunza vizuri sana, lakini ndani ya mioyo yao Mungu hayuko. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana nilikwambia shetani akimtishi unachokifanya kwa jinsi ya mwili. Kuimba shetani hakumtishi, kuhubiri hakumtishi. Kinachomtisha shetani ni moyo wa mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa moyo wako ndio ambao unamhangaisha adui. Kitabu cha Isaya sura ya 24 mstari wa 19 na ule wa 20. Isaya 24 mstari wa 19 na ule wa 20. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema hivi, mstari wa 19, lakini unaweza ukaanzia mstari wa 17 wewe utakayesoma baadaye. 19 anasema, dunia kuvunjika ina wale